Habari za leo mabibi na mabwana wa Tanzania, wananchi wa Tanzania, wana serikali wa Tanzania na wananchi wa Tanzania au nyote ambao mnaongea Kiswahili. Habari za leo, shalom, salamu alaikum, shalom. Hii nimekuja kutoa ushauri kwa nyinyi watoto wa Kitanzania, watu wazima wa Tanzania, mabibi na mabwana wa Tanzania ambao mnaishi ndani ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025. Natoa video hii kama kutoa ushauri kwa nyinyi wa Tanzania ambao mtaenda kwenye siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Huu ni ushauri na utoa, na waomba mzingatie kitu kimoja wa Tanzania, wananchi wa Tanzania mtakaoweza kuisikiliza hii video. Mkumbuke kwamba huu ni mwezi wa 12, ni mwezi wa rangi nyekundu. Ni mwezi wa rangi nyekundu. Sasa basi, kama ni mwezi wa rangi nyekundu, isiwe damu za watoto wa Kitanzania au watu wa Tanzania tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Na waomba mweke utaratibu mtakavyoweza, wana wa serikali, kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Novemba, tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025 inasikitisha dunia nzima, na sisi ambao tunaishi nje ya nchi tunaona kila kitu kwenye mitandao na tunasikia habari kuhusu iliyotokea tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Sasa mimi napenda kuwashauri wana wa Tanzania, wa serikali wa Tanzania, jamani, hiyo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 isiwe mwezi mwekundu, ikawa damu ya Watanzania kufanya huo mwezi ukawa mwekundu. Kwa maana basi tuwe na utaratibu siku hiyo, huku tukitafuta haki ya Watanzania. Nyinyi ambao mtakuwepo kwenye hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, ili kusudi tuingie mwaka 2026 tukiwa na habari njema kuhusu nchi ya Tanzania. Sasa basi, nani ataweza kuweka hiyo sheria ikafanya kazi? Ni nyinyi wana wa serikali, kwa sababu sidhani kama watu wanaenda kwenye maandamano wana wao kwa wao, hiyo sitegemei. Wanaenda kule kutafuta haki. Na nyinyi wana wa serikali, weka haki ya wanadamu wa Tanzania wachague chama chochote. Hiyo ndio italeta amani. Zaidi hapo, Tanzania tunaingia vitani. Tanzania vita inakusogelea. Tanzania ya vita kwa nyinyi inasogelea. Uchumi wa nchi unaenda kuteketea. Uchumi wa nchi unaenda kuteketea. Mmeshaona uchumi ulivyo kuanzia tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mmeshaona uchumi unavyoonekana. Sasa basi, nyinyi wana wa serikali, piga moyo konde kwa yaliyotokea, nafanya mema kuanzia sasa hivi. Nimetoa maneno kwenye video nyingi, na hii vile vile ngoja nikumbushie nini maana ya madini ndani ya nchi. Serikali, nini maana ya madini? Maana ya madini ni kipato cha nchi. Sasa basi, kama kipato cha nchi mnajua ni kipato cha nchi hayo madini, ngoja basi niwape mwelekezo au ushauri wa vitu kadhaa vya hayo madini.
baada ya tarehe 9 mtakavyopaswa kuinua hiyo nchi ikainuka kuliko hata zamani. Dhahabu kwa mfano, dhahabu muichimbe, mtengeneze elimu ya watu wa nchi ya Tanzania, elimu ya msingi, kuanzia elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka chuo kikuu bure, kupitia kwenye hayo madini ya dhahabu tulionayo ndani ya nchi ya Tanzania. Nini hiyo inaitwa gesi muichimbe, mtengeneze barabara za nchi ya Tanzania kuanzia mjini mpaka vijijini, vile vile vina viwanda vya kufanya kazi vya hao watoto au watu walioko ndani ya nchi ya Tanzania kupata huduma ya kupata kazi. Tanzanite ichimbwe, iuzwe kwa takwa moja tu. Huduma za hospitali ziwe nzuri. Pesa ya kodi iendeleze nchi vile vile kwa kuongeza mishahara ya watu wa serikali, alafu na kuongeza viwanda ili kusudi watu wa Tanzania wapate kazi na watalii vile vile. Alafu nyinyi wa Tanzania msikubali mko kwenye nchi ya madini mnazidiwa hata Dubai. Dubai inawapiga kweli kweli na haina madini kama Tanzania. Ingia ndani ya Dubai, nyinyi ambao mmeshaingia ndani ya Dubai, muangalie wana nini na sisi tuna nini. Wana viongozi wanaofikiria nchi, ndio maana nchi yao ina vitu. Ulaya napoishi Sweden hawana madini, lakini kila mtu amesoma mpaka elimu ya chuo kikuu. Hakuna mtu yoyote ndani ya Sweden kwenye miaka kama yangu, nimezaliwa 79, eti hajaingia sekondari, na wanaingia bure na hawana madini. Mnasikia? Sasa nyinyi wana wa serikali, hao watu mlio kuwa mnawaongoza au mtakao kuwa mnawaongoza, hamwapendei elimu. Ndio maana watu wanaingia ndani ya serikali kubahatisha tu, na wakifanya kazi wanabahatisha tu, kwa sababu elimu wapi? Sasa kubahatisha tunakutoa na wapa miaka 20. Mmefanya hayo maendeleo, kwa sababu mimi ningekuwa kiongozi na hayo maendeleo ndio ningeyafanya. Dhahabu iwe ni ya kutengeneza shule tu. Tanzanite ya kutengeneza mambo ya hospitali tu. Gesi kutengeneza barabara kutokea vijijini mpaka mjini. Alafu na viwanda vya kufanya kazi ili Watanzania wapate pa kutokulea chakula. Kodi, viwanda vya kufanya kazi, alafu na kuongeza mishahara kwa watu wanaofanya kazi serikalini ili wasiwe wanakula rushwa eti kwa sababu mshahara ni mdogo. Ili kusudi haya yote yakishaisha, yanayoendelea hivyo vita vinavyoendelea au huo ugomvi unaoendelea ndani ya nchi, ikishaisha muisafishe nchi ya Tanzania kwa ushauri wangu, ili kusudi story ibadilike, kwa sababu sasa hivi story imebadilika kiubaya. Tutafanyaje ili tuweze kuchimba haya madini? Mkopeshe pesa baada ya hivyo vita kuisha. Mnunue hayo magari, hizo mashine za kuchimba dhahabu. Mkishamaliza kuchimba muuze, mulipe hilo deni la hilo gari, hiyo mashine. Alafu baada ya hapo mwanze kuchimba vitu vya shule. Pesa ya kuhudumia vitu vya shule. Mfanye hivyo na kwenye mashine ya kuchimba gesi. Mfanye hivyo na gesi na ya mashine ya kuchimba Tanzanite. Kwa maana hata sasa hivi mikopo kama itakuwa haipo, kukishatengamaa mikopo itarudi. Msio mnakopesha pesa eti mnajitengenezea sijui vitu gani. Mnatengeneza barabara tu, hakuna viwanda vya kazi. Hao watoto watakula nini? Alafu
kwenye hicho kipato na vipato vingine mnavyovijua nyinyi mnavyotoa pesa, mtengeneze viwanda vya kufanya kazi, mtengeneze elimu. Kwenye miaka 20 Watanzania wote wao wameshasoma. Kwenye miaka 20 wafanyaje? Wameshasoma, alafu watu waseme walikuwa kidogo wamevurugika kidogo, lakini sasa hivi mambo yamekuwa vizuri. Wamemsikiliza Zulai ya mtoto wa Kitanzania, huduma ya maneno yake imesaidia nchi. Na hapo sijaongelea chama chochote. Chama kitakachoingia chochote, fanya matakwa hayo, kwa hivyo itakuwa ni vyepesi kuitengeneza nchi. Hapo sasa tuseme Mwalimu Nyerere. Jamani, Mwalimu Nyerere alitufundisha mambo ya walimu na sisi tukafundishana, tukatoa hoja na wanaserikali wakatusikiliza, tunapiga makofi. Tanzania oye oye. Alafu tusipigane sisi kwa sisi, aibu hiyo. Tunapigana kama Watusi na Wahutu. Eti tunapigana sisi kwa sisi. Nyinyi wa serikali jamani, dunia nzima imewaangalia. Yote mnayofanya wanajua tu ni nani mbaya ni nani mzuri. Sasa msiseme amjui jinsi ya kuitengeneza hiyo nchi. Nimetoa maneno hapo mangapi? Machache. Kwa maana mimi ningekuwa ni rais wa hiyo nchi, ningefanya hivyo hivyo. Sasa mimi sio rais, nimpe rais ushauri na serikali yoyote itakayoendelea pale. Alafu sasa nyinyi wana Tanzania, nilisikia mnasema kwamba Zanzibar ijitegemea. Hapana, mimi naishi ndani ya Ulaya. Zanzibar inatangaza Tanzania kwa upande wa beach na watalii. Wakija huko watalii wengine wanakuja kwa sababu ya Zanzibar, wanatembelea na kwingine. Mlima Kilimanjaro wanakuja kwa sababu wanataka kuangalia wanyama, lakini si wote wanataka kuangalia wanyama. Wengine wanakuja hapo kuangalia nchi. Kwa hiyo Zanzibar msiitenge na msikubali hata siku moja Zanzibar ikajitegemea, kwa sababu Tanzania nyinyi mnaishi kule, sisi tunaishi nje ya nchi. Zanzibar inaleta watalii ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa mkiitenga watakuwa wanaenda huko Zanzibar, au sio? Hapa ni kukaa nayo Zanzibar hiyo ile, kileta watalii na wa Dar es Salaam unauza, na wa Kilimanjaro unauza, na wa Bukoba napotokea wanasema wa Tanzania wa Bukoba tumesoma mpaka kuku zimesoma. Kweli mimi nimesoma mpaka darasa la ngapi kwenye hiyo nchi? Tumesoma mpaka kuku zimesoma. Sasa kuku zenyewe ndio hizi, ziwafundishe hizo kuku zilizosoma. Mimi sijasoma ndani ya hiyo nchi, aibu. Tunakuja huko wanatusomesha vitu vingine hata tuvielewi. Eti tumejua kusoma ABCD. Tunajua. Alafu kitu kingine, nyinyi wa Tanzania, wana serikali wa Tanzania, tunasoma Kiingereza. Sisi ni colonize ya Uingereza. Tunasoma Kiingereza kuanzia darasa la msingi. Tunafika darasa la 7 tuongee Kiingereza. Rekebisha jinsi ya kufundisha shuleni. Kiingereza unaweza ukakisoma hata kwenye mwaka mmoja. Mwaka mmoja unajua kukiandika na kukisoma. Acha Wakenya waanze kututukana eti wanaweza kutukana hata kwa Kiingereza. Mna shule zinasomesha mtoto kabla hajamaliza shule ya msingi au ameshajua kuongea Kiingereza. Mweke huduma hizo. Sio kwamba tusome Kiswahili na Kiingereza lakini tunajua Kiswahili tu. Hiyo ndio italeta na vile vile heshima. Na wazungu wanakuja huko. Wakati mwingine wazungu hawataki kuja huko kwa sababu wanasema sasa tuongee Kiswahili. Ndio mnaona wanaenda Kenya kwa sababu ya Kiswahili. Wanakuja kuangalia Tanzania, kuangalia Kilimanjaro. Wanasema huko hatutawaelewa, wanaenda Kenya. Wanatoka Kenya wanaangalia Kilimanjaro, wanarudi Kenya, wanarudi Ulaya. Kwa sababu ya Kiingereza. Hiyo na yenyewe nimewaibi hapo kidogo. Sasa basi, acheni kuua watu vile vile. Tukitoa maoni mnatufukuza. Sasa maneno mengine mtayajua wapi? Mimi nawaambia kuhusu Sweden, mngejuaje kama mimi siishi Sweden? Na tukitoa maoni yetu, eti kwa nini umefanya mdomo uwe mrefu? Mdomo sasa utakuwa mfupi huku nalia. Lazima mdomo uwe mrefu kama nateseka. Lakini tunaogopa kusema, lakini mimi sijaogopa kuambia wana serikali yoyote itakayeingia pale, tekeleza matakwa ya nchi, kwa sababu hiyo nchi inajulikana kwa madini. Hayo madini yako ndani ya nchi huko yamekaa vizuri kitako. Na unakuta wananchi hawana shule, hawana elimu, na madini yamekaa kitako huko, na magesi na matanzanite.
Sasa amkeni wana wa serikali jamani. Msitake mimi niseme kwa nini sijawa rais. Mama Samia, tulia vile vile. Kwa sababu kwa rais mwanamke si vyepesi. Lakini rekebisha kwa sababu vitu vimevurugika bwana. Waambia wa polisi na wanajeshi msipige watu marisasi kwa sababu akiwapiga marisasi lawama zote zinakuitia wewe. Unasikia Mama Samia? Lawama zote zinamuingilia nani? Wewe. Kwa hiyo weka sheria kwamba hakuna mtu anayefyatua mtu yoyote. Na mkiwafyatua ovyo na wakasema sasa tunawakamata nyinyi wana wa serikali kwenye majumbani mwenu sisi wananchi, mtafanya nini? Si ndio vita vya wao kwa wao? Sasa naombeni jamani, ushirikiano uwepo, umoja uwepo, matakwa ya haya maneno niyo yaongea hapo yawepo, kwa sababu wananchi wote tunajua tuna madini. Tunajua serikali una hela kwa sababu madini yapo. Sasa ionekane kwa elimu, kwa barabara, kwa mahospitali, vyakula watajitafutia wenyewe na wewe wasaidie vile vile kwa kupanda vyakula vingine humo ndani ya nchi kwa kutumia magari ya serikali. Maji, watoto wasife kipindupindu, mchimbe maji kwenye vijiji na popote na mjini ili kipindupindu iende kwenye nchi ambazo hazina madini. Au atuelewane. Kama mkitaka kuniijia eti nimetoa mawazo, nyewe kunjoo tu, lakini maneno ndo hayo. Maneno matamu kuliko hata asali ya kujenga nchi. Mimi labda naweza nikaishi huku miaka yote, lakini huku tuko sawa tu. Huku tuko sawa tu, lakini nani anataka kwenda nyumbani kama kuko sawa? Kwa hiyo tusaidizane hata kwa maneno. Mungu aibariki Tanzania. CCM rekebisha mambo utakavyoweza. Watoa na wewe maono yako kama mtuache tuendelee kuwepo, lakini tumchague na vyama vingine ili watu watulie. Kwa sababu serikali watu wamechukia na wewe unajua. Hawatakubali. Kwa hiyo utakuta vita vinaendelea ndani ya nchi ya Tanzania kwa muda mrefu sana. Hiyo nawaambia wananchi wa Tanzania. Msipokubali vyama vingi tofauti, hiyo ndio vita. Yani sasa hapa ndio ndio inaanza kupika hapo. Hapo ni kama vile vita vinaandaliwa. Sasa hiyo vita kabla havijaandaliwa vikapikwa vikaiva tukavila sisi wenyewe tutoe moto ili turekebishe. Zaidi hapo Tanzania naona kama vile unaenda vitani. Na vita ambavyo vitadumu muda mrefu sana. Kwa sababu Watanzania wengi wamechukia. Ikiwezekana serikali jitoeni kwa kipindi hiki, lakini muambie mtatuchagua tena baadaye na muwepo, yani lakini kudumisha tu hali ya nchi ya Tanzania isiingie vita. Mkiona nimeshauri vibaya naomba mnisamee, na hayo maneno niyo yaongelea yatumikiwe kwenye chama chochote kitakachoendelea. Iwe Gen Z, iwe CCM, iwe Chadema au na vyama vingine hivyo. Gold hizo madini tulionayo ndani ya nchi tunataka elimu. Hayo madini tulioko ndani ya nchi tunataka barabara nzuri. Hayo madini tulioko nayo ndani ya hiyo nchi tunataka hospitali nzuri. Si kwamba pesa zinakuwa zinatoka kwenye kodi tu. Madini yapo, si kodi tu, kwa sababu kusema kwamba watu hawalipi kodi vizuri. Kwa hiyo jamani, tudumishe hali ya Tanzania irudi kwenye hali ya usalama. Au wimbo wa taifa inabidi tuubadilishe. Sijui tutauhitaji, sijui Chama cha Mapinduzi za kupindua nini. Chama cha Mapinduzi, utaki vyama vingine. Sasa nini maana ya mapinduzi? Weka vyama vingine ili utaratibu urudi. Hiyo ndo zawadi yangu kwenu na naombea mema. Hiyo tarehe 9 tuko nanyi kwenye maombi. Kwangu mimi naitakia serikali iwe na huruma kwa watu, vile vile na nyinyi watu wa Tanzania. Muache serikali ya CCM yenyewe iendelee kuwepo. Lakini mchague na vyama vingine. Na nyinyi CCM, acha na chama kingine kitake over kidogo, kama kwa mfano kama wameng'ang'ania, lakini wasiwatoe na nyinyi, mtarudi tena. Kwa mbona mmependwa miaka mingi? Kwani hata watachukia kwa machache? Lakini mkiendelea kuadhibu hata mimi nitawachukia.
Mimi nilikuwa ni mwana wa CCM. Mpaka leo sijui niseme ni mwana wa CCM au nataka kutoka kuingia kwenye chama kingine, sijui. Lakini CCM kirekebisha mambo yakawa sawa, nyinyi mko madarakani. Fanya mambo yawe vizuri jamani. Ili ka CCM ketu au ka CCM ka Tanzania miaka yote hiyo kairudi kuwa na jina zuri. Hilo ndo zawadi yangu kwenu. Msipotaka, mimi nawatakia mema. Mungu awabariki. Na ikiwezekana nipigeni like hapa nione kama vile mmependa maneno yangu. Kama hamjayapenda basi nisamee kwa kuwatakia mema. Mimi naishi ndani ya nchi ya Sweden. Tunakula vizuri, tunalala vizuri, lakini kwetu ni kwetu bwana. Mungu awabariki. Tarehe 9 kuwa na utaratibu. Tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tusiingie na damu za watoto wa Kitanzania. Tuingie na Christmas tuile vizuri. Kwamba hakuna watu waliouawa. Hilo ndo ombi langu kwenu na Mungu awabariki.